Na mtazamaji, ni ruhusu hivi sasa nimpe nafasi ndugu yetu Francis Mtalaki ambaye amekuepo Kilifi na yuko sasa hivi katika eneo bunge la Magarini, ili atueleze shughuli ile imeanzaje kutoka asubuhi na hadi kufikia sasa, kama kuna kitu ambacho sio cha kawaida. Pia Francis Mtalaki, una fursa ya kulieleza taifa, na kama mambo yote yako sawa, taifa pia linapaswa kujua kupitia runinga hii ya Citizen. Rashid, kufikia sasa kila kitu kishwari, na mapema hii leo tumekuwa tukizunguka katika vituo mbalimbali vya kupigia kura, hasa katika eneo hili la Magarini, kaunti ya Kilifi, na kufikia sasa idadi ni ndogo ukiweza kulinganisha hapo awali ambapo kulikuwa na baadhi ya wakazi mapema hii leo waliamka na kuweza kupiga kura, na pia baadhi ya viongozi wakiweza kuzunguka na kuhakikisha kwamba kila kitu kishwari. Tume ya IEBC pia imeweza kushughulikia baadhi ya masuala ambayo yamekuwa kiibuka, hasa baadhi ya wagombea kusema kwamba baadhi ya maajenti ambao walikuwa wameachwa nje, swala hilo kulingana na IEBC wamekwisha lishughulikia. Lakini tuko na naibu kinara wa chama cha ODM ambaye alikuwa anatoa taarifa muda mchache uliofika. Labda kufikia sasa hali ikoje? Umeridhishwa na shughuli nzima? Asubuhi walipoanza katika vituo 193, vituo 7 vilichelewa kufunguliwa, so we need to be able to see effect yake itakuwa ni vipi. Pili, nasikitishwa na wenzetu, kuna maagents wao fulani ambao kwamba wameshikwa, na nikisema wenzetu wengine wa kile chama cha sikio cha umma, masikio ya umma, agent wao walishikwa. In fact, I think I saw a video going viral on that. Wamejaribu kuweka vijana kutishia viongozi, but I'm truly impressed with Ken Chonga. Amejicompose na hakutaka kuwe na zahma yoyote ili kura ziweze kuendelea. I'm calling on my brothers and sisters, ndugu zangu kutoka kwa sehemu ya Malava, Kasipul, Mbere, Ngunja, let's tuweze kuwa na utulivu katika kupiga kura. Demokrasia haipigi fujo kwa mdomo, demokrasia hupiga fujo kwa umakini. Labda kwa zile lama ambazo umeweza kuzua katika eneo hili la Magarini, umeweza kuziwasilisha rasmi kwa tume ya IEBC? No, bado. We have been discussing frequently, yani tunazungumza na candidate mwenyewe, tunazungumza na leadership, local leadership here. Tunataka kuangalia what is the net effect ya hilo jambo kwanza kabla kuweza kufanya jambo lolote. But even wao wenyewe wanajua kwa vituo 7 vilifunguliwa kwa kuchelewa. Na pia swala la usalama, mmeridhishwa na ile mikakati? So far sijaona incident yoyote ambayo kwamba ni ukosefu wa salama wa aina yoyote. Ile kisa ambacho kilifanyika kule ambacho kilihusisha mbunge Ken Chonga, labda wasi wako ni upi hasa kwa vijana pamoja na viongozi ambao wanazunguka wakifuatilia swala hili? Ken Chonga alionyesha uongozi wa hali ya juu, kwa sababu hakutaka kushindana, tungeharibu kura. Lakini sasa unajua vijana wakijaribu kufukuza kiongozi mtu mmoja, hasa shwali mtu mmoja, ikiwa watu wanatumwa vijana wote kuweza kujaribu kumbumburusha Ken. Hata nimeongea naye sasa hivi tulikuwa tunacheka tu. Baada ya masaa tu tutakuja